Naam mzee wangu. Kupitia wakali wa Mzinga, zungumzia kidogo swala zima la wanachama, maana kumekuwa na wakati mgumu sana wa kupatikana wanachama sasa hivi. Ni kama kasi ya hamasa imepungua hivi? Ni kweli siku hizi hamasa imepungua. Sababu kubwa inayosababisha ya mambo ni kwa sababu viongozi wengi wa matawi wamekaa sana kwenye vizimba vyao, kwenye ofisi zao bila kutoka kwa ajili ya kwenda kutembea sehemu mbalimbali na maeneo yao wanaoishi kwa ajili ya kuwafuata watu, kuwabembeleza ili tuko katika mfumo na kuwapa elimu kuhusu wanachama. Unajua kwa sasa hivi watu wengi sana, 90% ya Watanzania ni watu ambao wanapenda kufatwa na kuambiwa. Unapokuwa eneo la mfano kama Kongowe Mzinga pale kuna sehemu nyingi sana ambapo kuna vijiwe ambavyo watu wanajikusanyika ili kunywa makahawa na mambo mbalimbali. Unapoona sehemu kuna watu mbalimbali wanakaa na bishana kuhusu mpira, jitahidi mtoke viongozi au angalieni nani kwenu ni mtu wa hamasa awe anapita sehemu mbalimbali na kuweza kuwashawishi watu kuwa wanachama. Unapokwenda kukutana na mtu ambaye unatakiwa mshawishi awe mwanachama, unatakiwa ufanye mambo yafuatayo. Faida ya kuwa mwanachama, unamwambia cha kwanza, faida unapata ni mahusiano baina yako wewe na watu husika ambao unakwenda kukutana kwenye hilo tawi. Mfano, wewe uko nyumbani kwako na ndugu zako na familia yako. Unapokuwa mwanachama wa Yanga kwenye tawi mfano kama Kongowe Mzinga, maana yake unakwenda kupata familia mpya. Maana yake unapokwenda kujiunga pale unapata ndugu, marafiki ambao ulikuwa hapo awali ulikuwa haupo karibu nao. Kwa hiyo kuna maisha mengi sana. Kuna swala kama la shughuli, la misiba, la kuumwa, ina maana unakuwa unajumuika nao. Hiyo faida ya kwanza ya kuwa mwanachama katika tawi husika. Faida ya pili, tunakuja kwenye session yetu ya klabu yetu. Klabu yetu ina mahusiano mazuri na hospitali ya Aga Khan. Kwa hiyo kuna 10% ambayo ya matibabu unayoenda kuyafanya kwa hospitali zote za Aga Khan Tanzania ambayo wewe itakufeva kwenye matibabu. 10% ni nyingi sana kwenye kulipa matibabu ya aina yoyote. Na imani kuna watu wanaelewa. Na vile vile kupitia kadi yako ambayo wewe ni mwanachama halali wa klabu yetu hii, unakwenda kupata favor kwenye maduka ya rais wa GSM au makampuni yake yote. Ukienda kwenye maduka yake ya vifaa mbalimbali, vifaa vya michezo, furniture na vitu vingine, unakwenda kupata 10% nyingine ya kwenda kukupa favor wewe kwenye kununua vile vitu kwa ajili ya kuweza kufanya mambo yako mengine. Faida nyingine ya 5 ambayo mimi naiona ni nzuri, inakutengenezea mahusiano yako mazuri wewe unaweza ukaja kujikuta katika hilo tawi ukachaguliwa wa kiongozi, unakwenda kushiriki mkutano mkuu, unakwenda kuongozana kukutana na watu mbalimbali wa mikoani, watu wa nje ya nchi, pamoja na viongozi wako wa klabu ambao ulikuwa huwezi kwenda kukutana nao kawaida kama haupo mwanachama au sio viongozi wa tawi au kama haupo karibu na tawi husika. Kwa hiyo sasa hivi hamasa imekuwa chini sana. Tujitahidini sana jamani, viongozi wa matawi, tutoke ndani, tusambae, kuwashawishi watu wajiunge kwa wanachama. Wengine uoga wanajiuliza, ukiondoa hizo ambazo umezizungumza hapo hizo faida, wengine wanajiuliza kuna faida gani ya ziada ya zaidi ukiondoa hizo faida? Maana walikuwa wanategemea ikiwezekana hata mwisho wa msimu na wao wanapata hata bonus kutoka klabuni. Sasa kuna kitu kimoja tunashindwa kukielewa. Hii ni klabu ya mpira. Sawa? Unapotoka wewe kwenda uwanjani unalipa kiingilio kwa ajili ya maendeleo ya klabu yako ijiendeshe. Unanunua jezi ni kwa ajili ya kufanya klabu yako ijiendeshe. Unapolipia ada yako wanachama ni kwa ajili ya kufanya klabu yako ijiendeshe. Yanga sio klabu ambayo wewe itakupa favor, yani kupefeza wewe. Baada wewe yani itakuwa shule kitu kimoja. Wewe mwanachama ni watakao uiendeshe hii klabu. Sio klabu ikuendeshe. Sio klabu ikuendeshe wewe. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Maana yake mfano wangu ni kwamba wewe mwanachama na mshabiki wa Yanga ni kama mzazi. Yanga ni kama mwanao, unatakiwa uihudumie. Unataka wachezaji wazuri, unawapata wapi? Unataka watu wapate favor nzuri ili waweze kupambania klabu yako, lazima walipwe. Pesa zinatolewa wapi? Ni klabu kuwa na vyanzo mbalimbali vya mapato. Moja ya vyanzo vya klabu yetu iweze kuendeshwa klabu ni wewe, unatakiwa vile vile upambane kuwa mwanachama kamili ambaye hudaiwi ada, na kila msimu wewe unalipia ada yako wanachama na kununua jezi original za klabu yetu ili uweze kuipa favor klabu yetu. Neno la kumalizia kwa wanayanga wote. Nachoweza kuambia ni kitu kimoja. Tunakwenda kwenye msimu mpya tarehe 1 mwezi wa 7. Mlokuwa wanachama kamili mnaomiliki kadi, si vyema mpaka usubiri mpaka tarehe 1. Pambana uwezavyo, lipia kadi yako wanachama 24,000. Inapofika tarehe 1 uanze mwaka mpya wa kifedha na Yanga ukiwa uko vizuri. Neno la mwisho, Yanga bingwa, tuendelee kupambana. Shukrani sana. Asante sana.